Kwa muda mrefu sana umekuwa ukijiuliza, je, sauti ya Mungu naijuaje? Je, mawazo yangu ninayajuaje? Je, Mungu anapokuwa anaongea ninajua vipi? Je, na mawazo yangu anapokuwa anaongea ninajuaje? Na leo nitakwambia tofauti kubwa 5 kati ya sauti ya Mungu na mawazo yako wewe. Yaani utajuaje kwamba hii ni sauti ya Mungu na utajuaje kwamba haya ni mawazo yangu? Leo nitakwambia. Ni rahisi sana kuweza kutofautisha. Nitakapokuambia tofauti hizi 5, hautaweza kuchanganya tena. Mungu akiongea na wewe utakuwa unajua hii ni sauti ya Mungu. Ukiwa ni wewe na mawazo yako utakuwa unajua kabisa haya ni mawazo yangu. Na baki mpaka mwishoni mwa video hii, kwa sababu mwishoni mwa video hii nitakuombea Mungu aweze kukupa neema kuweza kutofautisha kati ya sauti yake yeye na mawazo yako wewe. Sasa ninapokwenda kuonyesha tofauti hizi, kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza kulike pale ulipo. Mungu akubariki sana. Sifa kubwa ya kwanza ya sauti ya Mungu ni kwamba sauti ya Mungu hupatana na neno lake. Kitabu cha Yeremia sura ya kwanza na mstari wa 12 inasema, ndipo Bwana akaniambia, umeona vyema, kwa maana Bwana analiangalia neno lake ili apate kulitimiliza. Mawazo yako yanaweza kubadilika kutokana na mazingira na wakati, lakini neno la Mungu huwa halibadiliki. Kwa mfano, unapokuja kwa wazo kwenye kichwa chako, unaposikia sauti ndani yako, angalia kwanza hiyo sauti, ipime kwanza kwa neno la Mungu. Je, sauti hii inaendana na neno la Mungu? Kama sauti hiyo inaendana na neno la Mungu, jua kabisa kwamba sauti hiyo ni sauti ya Mungu moja kwa moja. Lakini kama sauti hiyo haiendani na neno la Mungu, kuna sehemu yote kwenye Biblia ambapo wanazungumza kuhusiana na hilo wazo ambalo unaliwaza, jua kabisa kwamba hilo ni wazo lako mwenyewe. Mawazo yako huwa yanabadilika kutokana na mazingira na wakati. Kwa lazima uwe unaweza kupima mawazo yako kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ni kama mizani, neno la Mungu ni kama kipimo ambacho kinaweza kutumika kwa ajili ya kutofautisha kati ya sauti ya Mungu na mawazo yako binafsi. Lakini kwa mfano, nikaja wazo ndani yangu, nikamwona dada fulani na shida. Dada yangu nikawa najisikia kwamba ngoja niende kumsaidia dada fulani. Kwa hiyo nikampe kitu fulani dada fulani. Na nataka kujua kwamba hilo wazo ni la Mungu ama sio la Mungu. Naenda kuangalia Biblia inasemaje. Biblia inasema kwamba msiache kutenda mema, maana mtalipwa kwa wakati wake, msipozimia moyo. Kwa hiyo hichi ninachoenda kukifanya kinaendana na neno la Mungu. Na kama kinaendana na neno la Mungu, ina maana hii ni sauti ya Mungu ya moja kwa moja. Sitaki kujiuliza tena mara mbili. Neno la Mungu linasema msiache kuwakarimu wageni, kwa maana kwa namna hii kuna watu wamewakaribisha malaika bila wao kujua. Neno la Mungu linasema hivi kuhusiana na hichi. Kumbe kuna mistari miwili ya Biblia ambayo inasupport kuhusiana na hichi kitu ambacho nataka kwenda kukifanya. Ina maana hii sio mawazo yangu mimi. Hii ni sauti ya Mungu moja kwa moja. Sasa hilo jambo la kwanza peke yake halitoshi kuweza kutofautisha kati ya sauti ya Mungu na mawazo yako, usipolichanganya na hili jambo la pili ambalo nakwenda kukwambia. Sifa pia ya sauti ya Mungu ni kwamba sauti ya Mungu huwa inaleta amani kwenye moyo wako. Yaani Mungu anapoongea na wewe, huwa ndani yako unajisikia amani. Kitabu cha Filipi ile sura 4 na mstari wa 7 inasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itafunika nafsi zenu katika Kristo. Unaona, sauti ya Mungu, Mungu anapoongea na wewe lazima upate amani ndani yako. Lakini mawazo yanaweza kuwa ni mawazo ya hofu, yanaweza kuwa ni mawazo ya kusitasita, yanaweza ikawa ni mawazo ya mauti. Unapoona ni wazo la hofu ambalo liendani na neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba mimi sikuombea roho ya hofu, bali ni roho ya ujasiri. Ina maana wazo hili linaweza kuwa ni wazo langu ama wazo la shetani. Piga chini, hilo sio wazo la Mungu, wala hiyo sio sauti ya Mungu. Lakini sauti ya Mungu ambapo wewe inaongea na wewe, lazima usikie amani. Hata kama unapitia matatizo, hata kama unapitia shida, hata kama unapitia mateso, sauti ya Mungu inapokuja kwako, sauti ya Mungu huwa inaondoa hofu ndani ya mtu. Sauti ya Mungu huwa inamfanya mtu ajisikie amani hata kama bado kuna shida, hata kama bado kuna majaribu. Sauti ya Mungu pia huwa inaleta utulivu wa moyo kwenye maisha ya mtu. Hii itakusaidia hata kama nabii anakuambia kitu, kama kile kitu hakikupi amani, jua huyu nabii anaongea kitu kutokana na mawazo yake, sio mawazo ya Mungu. Kama kitu ambacho anakuambia nabii anakutia hofu, nabii anakutia huzuni, nabii ama mtumishi wa Mungu akikwambia kitu, unasikia kutetemeka ndani yako, unasikia uoga ndani yako. Kama huo uoga ambao unaosikia ndani yako haukuvuti wewe kwenda kutubu, haukuvuti wewe kwenda kubadilika, ila huo uoga unakuvuta wewe kwenda kumpelekea yeye hela ama kwenda kumheshimu yeye zaidi ya Mungu, jua kabisa kwamba huyu nabii hayo ni mawazo yake ama mawazo ya shetani. Hiyo sio sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inapokuja kwenye maisha ya mtu huwa anasikia amani ndani yake. Sauti ya Mungu inapokuja kwenye maisha ya mtu, huwa mtu anasikia kujengeka. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba unabii huja kwa ajili ya kujenga, kwa ajili ya kutia amani na kwa ajili ya kufundisha. Unabii unakuja kwa sababu kubwa 3. Sasa jambo hilo la kwanza na la pili haitakusaidia sana kwenye kutofautisha sauti ya Mungu na mawazo yako kama hautachanganya na hili jambo la 3 ambalo nakwenda kukwambia. Sasa sifa ya 3 ya sauti ya Mungu ni kwamba sauti ya Mungu humvuta mtu kuelekea kwenye njia ya utakatifu, kuelekea kwenye mawazo matakatifu, wala sio mawazo ya tamaa ama mawazo ya dhambi. Kitabu cha Yohana ile sura ya kwanza mstari wa 4 na ule mstari wa 5, ndani yake mlikuwamo uzima, na ule uzima ulikuwa ni nuru ya watu, nuru yang'aa gizani, wala giza halikuweza kulishinda. Sauti ya Mungu wewe inaongea na mtu kwa habari ya kufanya mambo mema, mambo mazuri, mambo ambayo sio mabaya, kwenda kutubu, kwenda kukaa kwenye mazingira ya Mungu, kukaa kwenye mazingira ya kutoa, kukaa kwenye mazingira ya kumheshimu Mungu. Lakini mawazo yako sasa yatakuwa nakuvuta kwenye tamaa, yanakuvuta kwenye ubinafsi, kujipenda wewe kuliko upenda wengine, kutoa, kujijali sana wewe, kujiinua. Unapoona hivyo, ujue hayo ni mawazo yako wewe, sio sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu huwa inamvuta mtu kwenye njia ya utakatifu, kwenye mambo ya kumpendeza Mungu, kwenye mambo sio ya kuipendeza dunia wala kumpendeza wewe binafsi. Hiyo ni njia rahisi sana ya kutofautisha, kwa sababu unaangalia tu, mimi wazo linalowaza ni wazo gani? Je, ni wazo linalopendeza Mungu? Je, ni wazo la utakatifu?
Je, ni wazo la wema? Je, katikati ya hili wazo kuna usalama kweli? Sasa napokwenda kuonyesha jambo la 4 kubwa kuliko yale matatu ambayo nimekwambia, kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama bado hujalike video hii na unabarikiwa mpaka hapa tulipofika, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa jambo la 4 ni kwamba sauti ya Mungu huthibitishwa na Roho Mtakatifu kwa njia ya ushuhuda. Kitabu cha Warumi sura 8:16 inasema, Roho Mtakatifu naye hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi tu wana wa Mungu. Kwa mfano, kuna wazo linaweza likawa limekuja kwenye akili yako, kuna wazo linaweza likawa limekuja kwenye kichwa chako, lakini hiyo wazo ambalo linakuja kwako, ndani yako husikii conviction, husikii ule ushuhuda, husikii ule msukumo ya kwamba jambo hilo unatakiwa kulifanya, ya kwamba wazo hilo unatakiwa kulitendea kazi. Wazo hilo linaonyesha kabisa kwamba linatoka kwenye akili yako, linatoka kwenye ufahamu wako mwenyewe. Lakini kama kuna wazo linakuja kwenye maisha yako, na wazo lile linapokuwa linakuja kwako, linakuja likiwa lina msukumo, linakuja likiwa na push fulani, linakuja likiwa lina force fulani, unatamani kulifanya, lakini unashangaa kama ndani yako kama linapiga kelele, linakuendelea kukusukuma mpaka utakapolifanya, sauti ile ama msukumo ule na ushuhuda ule unapotea. Na ndio maana kuna watu mnaweza kama mnashuhudia mko hapa, kuna kipindi unaweza kuwa unasukuma ndani yako uweze kutoa sadaka aina fulani, unaweza kusukuma ndani yako uweze kumpa hela mtu fulani, ndani yako Roho Mtakatifu anaweza kana kusukuma kufanya hivyo, ndani yako Mungu anaweza kana kusukuma kufanya hivyo, lakini unapozidi kukataa unakosa amani kabisa. Yaani unakosa amani kabisa. Unashangaa, mbona jamani nimekosa amani? Mbona ndani yangu sijisikii furaha? Ni kama kuna kitu kinakuwa kinazidi kushuhudia ndani kwamba toa. Kile kitu hakiachi kupiga kelele ndani yako mpaka pale utakapotoa. Sasa hiyo ni nini? Hicho sio kitu. Huyo ni Roho Mtakatifu ambaye anashuhudia pamoja na roho yako kwamba Bwana, hii ni sauti ya Mungu. Inatakiwa ufanye kitu 1 2 3 4 5. Yaani hicho unachokiona unatakiwa utoe kweli. Hii ni sauti ya Mungu inaongea na wewe. Hiyo sio mawazo yako, hii ni sauti ya Mungu. Unapokuwa unaona roho yako inakushuhudia kwamba unatakiwa ufanye kitu fulani, ndani yako unasikia ile hali ya kutokutulia, unakuwa na ile discomfortability mpaka pale utakapotoa, ujue kwamba huyu ni Roho Mtakatifu anashuhudia pamoja na roho yako. Ni sauti ya Mungu hiyo, sio mawazo yako. Sasa utakapochukua mambo hayo 4 ambayo nimekwambia, ukachanganya na ile 5 la mwisho ambayo nakwenda kukwambia, utakuwa na uwezo kutofautisha kati ya mawazo yako na sauti ya Mungu. Sasa sifa kubwa ya 5 ya sauti ya Mungu ni kwamba sauti ya Mungu huwa inampa mtu uelekeo, huwa haimchanganyi mtu, wala huwa haimpi mtu confusion. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 32 na ule mstari wa 8 inasema, nitakufundisha na kuonyesha njia utakayoiendea. Sauti ya Mungu ina tabia kumwonyesha mtu ni sehemu gani ambapo anatakiwa kwenda, ni sehemu gani anapotakiwa akanyage. Lakini mawazo yako sasa huwa yanakupa confusion. Haujui uende kulia, haujui uende kushoto. Haujaifika katika situation fulani, unashindwa kujua kwamba uende kulia wala kushoto. Yaani ndani yako kuna sauti inakwambia endelea na haya mahusiano, lakini kuna nyingine inakwambia usiendelee na haya mahusiano. Unafika sehemu ndani yako kuna sauti inakwambia kwamba endelea na hii biashara, kuna nyingine inakwambia usiendelee na hii biashara. Kuna sauti nyingine inakwambia kaa hapo ulipo, nyingine inakwambia ondoka pale ulipo. Sauti ya Mungu huwa ipo hivyo. Ukishaona hivyo ujue hayo ni mawazo yako ama ni sauti ya shetani. Hata mawazo ya mtu, kwa sababu huwa hayana msingi, mawazo ya mtu huwa yanawayawaya, mawazo ya mtu huwa yanazunguka. Maana muda huo anaweza kuambia kwamba nenda huku, muda huo anaweza kuambia nenda huku, lakini sio kwa habari ya neno la Mungu, sio kwa habari ya sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inapoongea na mtu huwa inampa mtu uelekeo wa kueleweka. Unapoona kuna sauti inakuja kwenye maisha yako na sauti ile inakufanya wewe uingie katika hali ya confusion, inakufanya uingie katika hali ya kusitasita, jua hiyo sauti sio ya Mungu kabisa. Kwa sababu Mungu anapokuambia nenda sehemu fulani, Mungu anapokuambia fanya jambo fulani, Mungu anakuja akiwa na lengo moja tu, la kuelekeza njia gani utakayoweza kuiendea, ya kuelekeza ni sehemu gani ambapo unatakiwa kwenda, sehemu gani ambapo unatakiwa kufika, ni mtu gani ambaye unatakiwa kuambatana naye, ni mtu gani ambaye unatakiwa usiambatane naye. Sauti ya Mungu inakuja direct kukuelekeza ni jambo gani unalotakiwa kufanya. Sauti ya Mungu huwa haiji kwa michanganyo. Kama unaweza ukaona muda mwingine wewe umeomba, umesikia kitu fulani, umepata amani na kitu fulani, au umeliona jambo fulani, lakini nabii ama mchungaji ama mtumishi wa Mungu ama rafiki yako naye anasema kwamba ameonyeshwa, lakini unaona kwamba kila kilichoonyeshwa yeye na hicho ambacho umeonyeshwa yeye ni vitu tofauti, jua kwamba kuna mmoja kati yenu amekosea. Kuna mmoja kati yenu hajamsikia Mungu. Yaani inatakiwa kama wewe umeonyeshwa jambo fulani na rafiki yako basi ameonyeshwa jambo lile kwa namna ile ambayo umeonyeshwa wewe, ama wewe mchungaji wako, yani yule mchungaji wako ama yule rafiki yako awe anakuja kuconfirm tu, awe anakuja kukupa uhakika kwamba huyu aliyeongea na wewe ni Mungu, anasema mawazo yako. Lakini ukiona yeye anaongea kulia na wewe unaongea kushoto, jua kabisa huenda wewe ndio umekosea ama ni mchungaji wako au rafiki yake ambaye umekosea. Sasa muda huu nataka nikuombee Mungu akupe sikio la kutofautisha sauti ya Mungu na mawazo yako binafsi. Weka mkono wako kwenye kichwa chako nikuombee. Baba, kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo Nazareti hai, namwombea neema dada huyo. Baba, naomba kumpe neema kutofautisha kati ya mawazo yake na sauti yako kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina Yesu Kristo Nazareti hai, Bwana mpe sauti ya kudumu. Bwana mpe sauti iliyo clear ndani yake. Awe anaweza kutofautisha kati ya sauti yako na mawazo yake kuanzia sasa, katika jina la Yesu. Amen. Na kama umejifunza kitu kupitia video hii, basi niandikie pale kwenye comment section ya kwamba nimejifunza kitu. Na kama umebarikiwa sana na unatamani uweze kusupport huduma hii kwa njia ya matoleo ama kwa njia ya sadaka, unaweza ukatoa sadaka yako kupitia namba zetu za simu ambazo zinaonekana hapo chini kwenye screen yako. Utakapokuwa unafanya hivyo, Mungu wa mbinguni akubariki na akuzidishie pale unapotoa, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo Nazareti hai.
Amen. Lakini pia kama unatamani kuweza kufika kanisani kwetu, unaweza ukachukua namba zetu za simu ambazo zinaonekana upande wako kulia chini ya skrini yako, ukatupigia na tukakuelekeza namna gani ya kuweza kufika kanisani kwetu. Na muda huu tumefikia mwisho wa video hii. Kama bado hujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii na imekubariki mpaka hapa tulipofika, basi unaweza ukalike mahali pale. Mungu akubariki sana. This is Apostle Deusi Semo. Amen. Shalom. Peace.